kwenye ile Yohana sura ya 3 na mstari wa 16 anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee. Ile Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe, ile Mungu ni Baba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana hata akamtoa mwanawe. Mwanawe nani? Yesu. Ameni nani? Neno. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo Baba ni plana, ndio center ya mipango yote unayojua wewe. Na ndio maana kuna wakati Yesu mwenyewe anabaki anasema kwamba hakuna anayejua siku wala saa isipokuwa ni nani? Ni Baba. Unajua kwa nini? Kwa sababu yeye ndo mpangaji. Yaani maana yake hata mwenyewe hajui, ila akifika huko atajua yote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Na kwenye Yohana sura ya 3 na mstari wa 16 17 na mstari wa 8, Yohana 17 na mstari wa 8 anasema, kwa kuwa maneno ulionipa nimewapa wao, nao wakayapokea, wakajua hakika ya kuwa nalitoka kwako, wakasadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Mpangaji ndiye anayetuma wafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Now neno ni mtekelezaji. Kwenye utatu neno ni mtekelezaji. Kwenye ile Yohana sura ya 1 na mstari wa 3, wa 2 na wa 3, nipite tu kidogo ili ninapofika kwa Roho Mtakatifu tuwe tumekwisha tu kutengeneza vizuri na kuelewa. Anasema kwenye sura ya 1 na mstari wa 2, huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Sura ya 3, vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Manake neno ni mtendaji mkuu. Yeye ndo mtekelezaji wa mipango yote. Haleluya. Sasa tunapokuja kwa Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu kwenye utatu wa Mungu, Roho Mtakatifu ndiye mdhihirishaji wa mipango ambayo Baba anaipanga, au wa mipango yote ambayo Baba anaipanga na inayotendwa na neno. Ili hiyo mipango iweze kudhihirika mwilini, lazima Roho Mtakatifu aweze kuhusika, aweze kuihuisha, aweze kuipa pumzi, aweze kuipa uhai ili iweze kuishi. Chochote kile ili kiweze kufanikiwa na kutekelezeka by 100%, kiweze kuwa real, lazima Roho Mtakatifu ahusike. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Kwa nini Roho Mtakatifu lazima ahusike? Kwa sababu Roho Mtakatifu, moja, Roho Mtakatifu ni pumzi ya Mungu. 2, Roho Mtakatifu ni roho ya Mungu. Na 3, Roho Mtakatifu ni nguvu ya Mungu. Sasa ukisoma kwenye Ayubu sura ya 33 mstari wa 4, Ayubu 33 na mstari wa 4, anasema hivi. Anasema hivi 33, anasema, kwa kuwa neno la Bwana lina adili na kazi yake yote huitenda kwa uaminifu. Ayubu 33 mstari. Hii ni Zaburi bana. Kashangaa why? Ayubu 33 mstari wa 4. My God. Anasema hivi, Roho ya Mungu imeniumba. Sema, Roho ya Mungu imeniumba. Na pumzi ya Mwenyezi hunipa uhai. Kwa hiyo chochote kile cha Mungu ili kidhihirike katika uhalisia na uhai wake, Roho Mtakatifu ambaye ndiye roho ya Mungu, ambaye ndiye pumzi ya Mungu, ndiye anayekidhihirisha katika uhalisia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ndo tunaelekea huko ambako nakutaka tunakokwenda huko. Kwenye Samueli wa pili sura ya 22 na mstari wa 16,
Samueli wa pili sura ya 22 na mstari wa 16 anasema, wow, hii ni nzuri zaidi. Anasema, ndipo ilipoonekana mikondo ya bahari, misingi ya ulimwengu ikafichuliwa kwa kukemea kwake Bwana, kwa mvumo wa pumzi ya puani mwake. Okay, labda nielezee kidogo kuhusu pumzi. Pumzi kwa lugha ya Kiebrania ni neno ruach, na ruach kwa lugha nyingine ni roho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwenye Biblia ya Kiswahili inaweza ikatumika pumzi au ikatumika roho. Kwa ukisikia pumzi ya Bwana, maana yake ni roho ya Bwana ambaye ni Roho Mtakatifu. Sasa anasemaje? Anasema hivi, kwa kukemea kwake Bwana, kwa mvumo wa pumzi ya puani mwake vitu vyote vilifanyika. Kwa hiyo hakuna chochote ambacho kinaweza kikafanyika pasipo Roho Mtakatifu kukidhihirisha. Hakuna mpango wote ambao unaweza kudhihirika pasipo Roho Mtakatifu kudhihirisha. Haupo. Kwa mfano, wakati wa uumbaji, Baba alikuwa akisema, akilitoa neno. Wakati huo huo Roho Mtakatifu akiwa ameifunika dunia, akiwa ameyatamia kwa namna moja au nyingine, kama vile kuku anavyoyatamia mayai ili vifaranga viweze kutoka, akiwa ameyatamia kila eneo, kila pande, kila sehemu. Neno likija, Roho Mtakatifu anafanyika neno. Bwana Yesu asifiwe. Anaambatana na neno. Akishaambatana na neno, lile neno linadhihirika katika uhalisia, au inaitwa kweli. Kuna mahali Yesu anasema, mimi ndimi kweli na njia na uzima. Anaposema mimi ndimi kweli, kweli automatically kwa tafsiri nyingine ni udhihirisho katika uhalisia, ambao huo udhihirisho ni baada ya neno kuungana na Roho Mtakatifu, ndipo linazaliwa kitu kinachoitwa kweli. Ndio maana kwenye Yohana hii sura ya 16 na mstari wa 13 anasema kwamba atatupa msaidizi, au kwa lugha nyingine Roho wa Bwana au Roho wa Mungu au Roho Mtakatifu atakapodhihirishwa, atatufundisha, atutie katika kweli yote. Yaani manake atatutengeneza na kutufunulia kwa namna ambayo kile tutakachokuwa tunajifunza kidhihirike ndani yetu na kuumbika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo alikuwa anaungana na lile neno lililokuwa likitamkwa, alafu likitamkwa automatically kitu kinafanyika. Haleluya. Haleluya. Okay. Mfano mwingine, wakati wa Yesu kuanza huduma au Yesu kuzaliwa, sikia malaika anamwambiaje Gabriel kwamba na Roho wa Bwana atakufunika juu yako, alafu kwenye tumbo lako, sikia, itaumbika mimba, ila hiyo mimba kitakachozaliwa kitakuwa kitakatifu, kitaitwa kitakatifu. Malaika alitumwa alidhihirishe neno. Bwana Yesu asifiwe. Alilete neno, lakini lile neno ili liumbike ndani ya Mariamu na kufanyika mtu ambaye anaitwa Yesu, japo kwa namna moja au nyingine jina Yesu ni jina la utatu, sio jina tu peke yake la Yesu, la neno. Unasema mtumishi, hiyo unaitoa wapi? Yohana 17 mstari wa 11. Sasa nitaenda mbali tena. Mungu nisaidie nirudi ili niende mahali na kukutaka mimi. 11. Wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni, nami naja kwako Baba mtakatifu. Kwa jina lako ulilonipa. Sema jina lako ulilonipa. Haya, neno alipewa jina gani? Neno alipewa jina gani? Okay.
Neno alipewa jina gani? Yesu. Neno alipewa jina gani? Bwana asifiwe. Okay, neno ni nani? Si ni Yesu. Jina lake ni nani? Si ni Yesu. Alipewa jina gani? Yesu, si ndivyo? Haya, anasema jina lako ulilonipa. Maana yake ni nini? Hili sio tu jina langu, bali pia na wewe pia ni la kwako Baba. Ndio tafsiri yake. Na ndio maana Yesu anasema enendeni ulimwenguni mote, mkaihubiri Injili. Mkawafanye wanafunzi wangu, mataifa kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Sio? Aya, wanafunzi wanatoka pale wanabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ila wanabatiza kwa jina gani? Kwa jina la Yesu. Kwa nini wanabatiza kwa jina la Yesu? Kwa sababu ni jina la utatu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo nirudi kule nilikokuwa. Kwa hiyo ili neno liumbike ndani ya Mariamu lilihitaji udhihirisho, nguvu ya kudhihirishwa. Hiyo nguvu ya kudhihirishwa inatoka wapi? Lazima Roho wa Bwana, Roho Mtakatifu amfunike Mariamu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana alipomfunika ghafla ndani yake mimba ikatungwa. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndo mdhihirishaji wa kila chochote kile. Yeye ndiye nguvu. Haleluya. Haleluya. Luka 24:49. Luka 24:49. Tunakokwenda ni kuzuri. My God. Anasema natazama na walete juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humo mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Uwezo automatically, that is power. Kwa Roho Mtakatifu ni pumzi, Roho ya Bwana, na ni nguvu ya Mungu. Warumi 8:11. Warumi 8:11 anasemaje? Warumi 8:11 anasema hivi: lakini ikiwa Roho wake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataihuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa Roho wake anayekaa ndani yenu. Kwa hiyo huyu, this is the power of God. Hallelujah. 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 Okay, now wakati Yesu baada ya mimba kutungwa, Mariamu alipomwendea Elizabeth ili Yohana aweze kutakaswa tumboni, ilitakiwa Mariamu amsalimie Elizabeth. Baada hapo upako ukamfunika nani? Elizabeth. And then Yohana akatakaswa toka tumboni. Akaanza kushandalize Elizabeth. Now, wakati Yesu anaanza huduma, hakuanza huduma kabla ya Roho Mtakatifu kumshukia. Kwa nini? Kwa sababu ili aweze kuihubiri, kuyadhihirisha matendo makuu ya Mungu katika uhalisia, lazima Roho Mtakatifu amfunike. Matendo ya Mitume sura ya 10 na mstari wa 38 anasema hivi, 10:38 anasema, habari za Yesu wa Nazareth, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu, kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walionewa na Ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Alikuwa pamoja naye baada ya nini? Ya Roho Mtakatifu. Ndio maana kwenye ile Isaya 61 Yesu mwenyewe anakuja kuirudia, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta ili nifanye nini? Ni wahubiri wanyenyekevu habari ya nini? Habari njema. Kwa hiyo hawezi kuanza chochote kabla ya Roho Mtakatifu kumfunika.
Sasa usije ukasema kwamba Roho Mtakatifu ni mkubwa zaidi kuliko neno. No. Hiyo ni authority ambayo wao wenyewe wamejiwekea. Sasa usije ukaingia ukaanza kuvuruga kichwa kwamba sasa neno kwamba hawezi chochote. No. Usije ukavurugika kabisa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usije ukavurugika kabisa na kuona kwamba neno hawezi chochote. Haleluya. Haleluya. Sikia, nikupatie mfano mwingine wa mwisho, alafu tuendelee na kitu ambacho ninachotamani. Wakati Mungu anamwambia Ezekiel kwenye ile Ezekiel 37 mstari wa kwanza na kuendelea, kwenye lile bonde la mifupa mikavu. Jana na juzi tulizungumza kwamba mtu aliye dhambini au mwenye dhambi yeyote ni mfu. Sasa Mungu anamletea lile bonde, halafu anamfunulia, anamwonyesha. Ile alimpa tafsiri kwamba ni taifa la Israeli, lakini wakati Roho Mtakatifu akiwa ananifundisha, alinifundisha zaidi. Nikaanza kuona namna utendaji wa neno unavyofanya kazi na Roho Mtakatifu anavyofanya kazi. Alipompeleka kwenye lile bonde, mifupa ilikuwepo pale. Bonde limejawa mifupa mingi. Halafu Mungu akamwambia itabilia hiyo mifupa. Akaanza kuitabilia, maana yake anapeleka neno. Ile mifupa ghafla ikaanza kuungana. Mfupa mwenzake na mwenzake, neno hilo. Mfupa mwenzake na mwenzake. Mfupa mwenzake na mwenzake. Halafu then mwili ukaumbika, lakini mwili umeumbika hamna uhai. Cheki kitu ambacho anamwambia, utabilie upepo toka pande zote, pande 4 za ulimwengu. Tafsiri yake uambie upepo, au tafsiri yake ukamilifu wa upepo. Na upepo kwa lugha nyingine ni roho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na kwa lugha nyingine ukisikia pande zote 4 ukamilifu, kwa ukamilifu wa roho, na ukamilifu wa roho ni the Holy Spirit. Kwa lugha nyingine alikuwa anaelezea about the role of the Holy Spirit katika kumzaa mtu, katika kumfufua mtu, katika kumtengeneza mtu, katika kumrudisha mtu, kumtoa kwenye ufu. Kwamba nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya dhambi na makosa yenu, lakini namna mnavyotolewa ni kwamba neno linatumwa, likishatumwa linafanya kazi yake. Lakini kazi yake ya neno bado haishii tu pale, ila lazima pia Roho Mtakatifu ahusike ili ile pumzi iweze kumbika ndani yenu. Na ndio maana Yesu mwenyewe anasema kasubilini, nendeni mkasubiri Yerusalemu, msitoke hadi mvikwe uwezo utokao juu, hadi mvikwe nguvu zitokazo juu, hadi mvikwe ule uweza unaotoka juu. Kwa maana anasema kwamba mimi ninaenda, lakini ajaye ana nguvu kuliko mimi. Atakuja msaidizi mwingine, ile mwingine ni the same like him. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Tunaelewana vizuri? Sasa basi, hata kwenye mkakati na mpango wa mtu kuweza kuzaliwa mara ya pili au kuokolewa au kukombolewa, ambao Mungu aliupanga baada tu ya Adamu kula tunda na kufanya dhambi, pale mwanadamu akafa mbele za Mungu, ule mkakati ili ukamilike, lazima Roho Mtakatifu ahusike. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana yeye ndiye nguvu anayedhihirisha. Sikia, Yesu alipokuwa msalabani, Roho Mtakatifu alipomwacha, pale ndio kilio kikaongezeka zaidi. Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Akafa, akajitoa, akafa. Hakuna ambaye angeweza kumua. Akajitoa, akafa. Lakini wakati wa kufufuka kwake, Roho Mtakatifu yule yule akarudi ili aweze kufanya kumfufua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa sikia, Warumi, Jesus. Warumi sura ya 8 na mstari wa 14.
Biblia inaniambia kwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Hao ndio wana wa Mungu. Hao ndio wana wa Mungu. Sikia, ili mpango wa Mungu ukamilike wa kumwokoa mtu, Roho Mtakatifu alihusika. Na ili mtu aweze kugeuzwa, aweze kuokoka, au kwa lugha nyingine kuamini na kuokoka, aweze kuzitubia dhambi zake, aweze kuwa mtakatifu na kuishi maisha yanayompendeza Mungu, lazima Roho Mtakatifu ahusike. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye anayehuisha. Kama ni mwili anahuisha, kama ni nafsi anahuisha, kama ni roho anahuisha, ili iweze kuishi sawa sawa na mapenzi na makusudi ya Mungu. Kwa lugha nyingine, haiwezekani kwa nguvu za mwanadamu yeye mwenyewe, wala kwa matendo ya mwanadamu kuweza kumplease Mungu, kuweza kumpendeza Mungu. Haiwezekani. Haiwezekani. Na ndio maana Roho Mtakatifu mwenyewe pia anaitwa Roho wa neema. Roho wa neema. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni mafuta yanayo bubujika, lakini pia na kushuhudia ndani yetu. Au labda kwa lugha nyingine niseme hivi, unapohubiri, bahati nzuri zaidi mpo mnaenda kuhubiri huko umisheni, unapohubiri, unapotamka neno, usikafikiri kwamba mtu ataweza kuokoka kwa sababu yake au kwa sababu labda wewe umemhubiria sana. No. Ila kitu gani kinaombika ni hivi, unapopeleka neno, unapotamka neno, Roho Mtakatifu analibeba. Akishalibeba anaenda nalo, likiingia kwenye masikio yake anaingia nalo, likiingia moyoni anaingia nalo. Alafu baada ya hapo anaanza kuzungumza naye polepole. Unakumbuka unajua unajua na 1 2 3 Sasa kwa nini usiende? Wewe wakati huo unaendelea na ya kwako, ila yeye pia naye anahubiriwa humo ndani. Vitu vili vinatokea at once. Roho Mtakatifu, lakini at once the word of God. Kwenye Waebrania 4:12 inaniambia kwamba roho, neno la Mungu ni zaidi ya upanga ukatao kwili, lakini pia inaniambia kitu kingine kwamba ni moto lao. Kwa hiyo at the same time, at once, kitu gani kinatokea? Kinatokea hiki hapa. Neno linapoingia na Roho Mtakatifu akaingia, vinakuwepo vitu viwili at the same time. Roho Mtakatifu na moto ndani ya mtu. Halafu vyote vinaanza kufanya kazi ndani yake. Vikianza kufanya kazi ndani yake, moto unaendelea kutafuna kila ngome ambazo zilikuwa zimetengenezeka ndani yake. Kila maarifa na fahamu zinaendelea tu kutafunwa. Zinaendelea kutafunwa. Kila fikra sio mtii Kristo inaendelea kutafunwa ndani yake. Inaendelea kutafunwa ndani yake. Kila limitations ambazo alikuwa nazo zinaendelea tu kutafunwa ndani yake. Zinaendelea kutafunwa ndani yake. Akiwatazama watu, bado lile neno, kwa sababu ni moto lao, ule moto unaendelea kutafuna ndani yake, unaendelea kutafuna. Ghafla anajiona kwamba siwezi kuwaplease wanadamu, ngoja nijongee mbele na mimi. Kinachotokea kitu gani? Kama kile ambacho kilichotokea kwa Yeremia. Yeremia sura 20 mstari wa 19. Hiki ndicho ambacho kinatokea at once. At once. Yeremia 20:19. Wow, naona nimekosea. Jesus. Naona nimekosea, lakini nautafuta haraka. Jesus. Yes. Yeremia 20:9, sio 19. Kwa nimevuruga mafaili. Anasema, nami nikisema sitamtaja wala sitasema neno kwa jina lake, basi ndipo moyoni mwangu kumekuwamo kama moto uwakao. Kama moto uwakao.
uliofungwa ndani ya mifupa yangu, nami nimechoka kwa kustahimili, wala siwezi kujizuia, wala siwezi kujizuia. Neno linapoingia ndani ya mtu, Roho Mtakatifu akalidaka, akalikamata, akaingia nalo, sawa sawa na ile waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 na mstari wa 26. Mstari wa 27, nanyi mafuta yale mlioyapata kwake yanakaa ndani yenu, wala hamna haja ya mtu kuwafundisha, lakini kama mafuta yale yake yanayowafundisha habari za mambo yote, tena ni kweli wala si uongo, na kama yalivyowafundisha, kaeni ndani yake. Yani maana kwa lugha nyingine, mafuta yanatufundisha ndani yetu, yanakaa ndani yetu. Ni mafuta gani? Ni Roho Mtakatifu. Lakini not only Roho Mtakatifu, bali ni Roho Mtakatifu with the word, pamoja na neno. Alifanyika neno. Bwana Yesu asifiwe, haleluya, ambapo anafanyika kweli. Kwa hiyo mchakato sasa wa mtu kuzaliwa mara ya pili unakuwaje? Unakuwa hivi: neno anaingia kazini, linatumwa. Likishatumwa, Roho Mtakatifu analidaka. Akishalidaka, anaingia nalo. Likishaingia ndani ya mtu kama jinsi lilivyo, inakuwa ni Roho Mtakatifu moto. Vyote vinafanya kazi mbili, vyote vinafanya kazi kwa pamoja. Moto unaangusha ngome, unaangusha fikra, unaangusha mazuio, unaangusha sijui desturi za nyumbani, unaangusha sijui vitu vyote unaviangusha. Halafu wakati huo Roho Mtakatifu anaendelea kama kawaida. Kwa hiyo inakuja kutimia kwamba ya kwamba ambapo Yohana alikuwa anamwambia, mimi nataka kubatizwa nawe. No, alikuwa anamwambia kwamba yeye ajaye nyuma yangu yu na nguvu, atawabatiza katika Roho na katika moto. Atawabatiza kwa moto na kwa Roho. Ubatizo huo ni upi? Ni wa neno pamoja na Roho kuingia ndani na kumtransform mtu, kumkonvati mtu na kumrejesha au kumpeleka msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. That is called a new birth. That's why nilianza na msingi wa what is new birth in Christ. Ili ukijua kwamba new birth in Christ ni kumwamini, ambapo unapomwamini unahesabiwa haki, unapomkiri unaokoka. Michakato inakuwaje? Unasafishwa, unaoshwa, unatakaswa, dhamiri inasafishwa, dhambi zinaondolewa. Namna gani vinafanyika hivyo? Moto ambao unakuwa ni neno la Mungu unaingia ndani yako. Wakati neno linapokuwa limehubiriwa au neno linapokuwa mtu amehubiri, neno linapoingia ndani, lile neno linageuka, inakuwa ni moto. Kwa ule moto unaenda unaangusha, unasafisha, unavuruga, unaondoa, unamtengeneza mtu. Wakati huo Roho Mtakatifu yuko hapo, amesimika, lazima leo sitoki na wewe. Na baada ya hapo unashangaa mtu ananyenyuka, anasogea, anasema na mimi naenda kutubu. Tena saa nyingine analia kabisa. Bwana Yesu asifiwe. That is called new birth. That is what called new birth in Christ. Huo ndio unaitwa ubatizo wa moto na Roho. Haleluya. Si tunaelewana? Si nafundisha vitu vigumu. Wangapi ambao wananielewa? Yes. Kwa hiyo na ndio maana wakati unahubiri, usihubiri kwa sababu kwamba mimi nimepakwa na mimi ni mtumishi mkubwa au wananiheshimu. No. Au mimi labda mimi ni mtumishi mdogo kwa siwezi kuhubiri. No. Unapaswa kulinena hivyo kwa ujasiri hivyo. Yaani hata kama ni 1 2 3 hivyo. Yesu anakupenda hivyo. Utashangaa hiyo Yesu anakupenda. Huyo mtu anaweza akakutukana wakati huo, lakini subiri, atatembea nalo. Kuna wakati atafika, atakuwa analikumbuka tu hilo. Kwa nini? Kwa sababu neno halitarudi bure, lazima litatimiza. Mapenzi ya Mungu haliwezi kurudi bure, na kwa sababu hiyo lazima litazungumza ndani yake.
apende asipende, atake asitake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na hii ndio sababu Mungu mwenyewe akasema atatumwagia roho wake. Haijawahi kukustua kwa nini Mungu anasema kwamba atatumwagia roho wake? What is within the Holy Spirit? Ndani yake kuna nini? Ndani ya Roho Mtakatifu kuna nini? Kwa nini Roho aimwage roho yake? Kwenye ile Yoeli sura ya 2, Jesus. Yoeli sura ya 2 na mstari wa 28. Hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu waume kwa wake watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. Anasema nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili. Kwa nini? Kwa sababu hakuna chochote ambacho kinaweza kikamkaribia Mungu pasipo Holy Spirit. Haiwezekani. Haiwezekani. Na ndio maana inaitwa neema. Tumeokolewa kwa nini? Kwa neema. Na Roho Mtakatifu ni roho wa neema. Bwana Yesu asifiwe. Si tunaelewana? Tunaelewana? Na Roho Mtakatifu akiwa juu yako, it is very simple. Hautaji kuogopa kwamba sijui huu ni ugonjwa mkubwa au mdogo. Si uko juu yako, ndio. Anaweza kufanya yote, ndio. Anaweza kuumba, ndio. Anaweza kuponya, ndio. Anaweza kufanya 1 2 3, ndio. Sawa. Bandika mkono. Kwa sababu everything, kila kitu kinatii. Kila kitu. Roho Mtakatifu anafanya kazi chini ya uvuli ambao Yesu au neno alifanya, au kazi ambayo Yesu alifanya duniani ya kutufungulia mlango, ya kutengeneza njia. Kwa hiyo wakati anatengeneza njia na kufungua mlango, Roho Mtakatifu ndiye anetu deep in that experience ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Tunaelewana? Tunaelewana vizuri? Yes. Huwezi kuacha pornography kwa nguvu zako mwenyewe. Haiwezekani. Paka Roho Mtakatifu ahusike. And it is simple. Ukiwa naye it is simple. Na kwa naye pia it is simple. Wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa nani? Kwa hiyo hauwezi kuacha dhambi kwa nguvu zako. It is never. That's why, sikia, kuna mtu mwingine anajua kabisa uzinzi ni dhambi, lakini still, na wakati mwingine anahubiri, lakini still bado ni fornicator mzuri. Kitu gani ambacho kimepungua? Sio neno limetupungua. Kuna kitu kinaitwa maandiko na kuna kitu kinaitwa kweli, neno la Mungu. Maandiko na neno la Mungu ni vitu viwili tofauti. Maandiko ndo kama haya. Bwana asifiwe. Haya ni maandiko. Neno la Mungu anasema kila neno lenye pumzi. Hilo neno lenye pumzi. Pumzi inatoka wapi? By Holy Spirit. Ukimruhusu afanye kazi ndani yako. Yani kuna vitu utakuwa unaviona, yani haviwezi kupita mbele yako kabisa, yani. Kwa sababu vinajua kabisa hapa. And by the way, another thing ambacho ni kizuri zaidi, Roho Mtakatifu akiketi juu yako, akiketi juu ya mtu, kuna vitu vinabadilika. Kuna configurations zitaanza kubadilika. Kama alikuwa na tabia fulani, hata kama alikuwa amendoka
kakuwa nayo na nini, hajawahi kuambiwa na wazazi kwamba hii ni mbaya, lakini madam tu Holy Spirit yuko hapo, ataanza kumshape na kumtengeneza. Wewe unaweza kumwambia yani tena ndo ukawa ni mbaya wake, lakini madam Holy Spirit yuko hapo, it is simple, ni moja kwa moja hapo ataanza kumtengeneza. Ghafla mwenyewe atakuwa anajiona hiki hapa sitakiwi, hiki hapa hapana, hiki hapa hapana. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake kuna mafuta yanayomfundisha pole pole. Hallelujah, hallelujah. That is called new birth in Christ. New birth in Christ. Although new birth iko namna mbili. Namna ya kwanza wakati wa kutubu na kukiri. That is when somebody is transformed, is converted and transported from the realm and spiritual realm of darkness to the spiritual realm of light. Kwa sababu spiritual realm ina pande mbili, darkness and light. When you are in light, huwezi ukawa ndani ya darkness, na ukiwa ndani ya darkness hauwezi ukawa ndani ya light. Kwa it is never. And how, namna gani ya kumchomoa mtu kule? Kama kawaida, kama jinsi Yesu alivyochomolewa kule, Roho Mtakatifu akamwendea huko, baba ni saa ya kuchomoka huku, sawa tunatoka, sawa sawa, twende. Kama jinsi ilivyo ndivyo ilivyo, neno linaenda. Tafsiri nyingine, mtu ambaye hajaokoka ni sawasawa na mtu ambaye, au ni sawasawa kwa lugha nyingine kama Yesu alivyokuwa kuzimu kule. Bwana Yesu asifiwe. Mautini kule. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kule kwenye darkness kule. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo ili achomolewe inakuwaje? Neno. Okay, nisizungumzie Yesu, nizungumzie mtu wa kawaida. Sawasawa na mtu yuko kule, ili atoke kule inakuwaje? Neno linatumwa, lakini haliwezi kwenda peke yake, linatakiwa liende na nguvu. Kwa hiyo ili huyu mtu atoke kule, Roho Mtakatifu pamoja na neno wanaenda wote pamoja. Tunatoka. Sawa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. That's why new birth in Christ, kuzaliwa mara ya pili, kuoshwa, kusafishwa, kutakaswa, kuhamishwa kutoka kwenye ufalme wa giza na kupelekwa kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake, kubatizwa katika Roho na kwa moto, kubatizwa kwa maji na Roho Mtakatifu. Kwa maji ni nani? Maji representation ya the word of God au Yesu mwenyewe, lakini pia na Roho Mtakatifu. Kuzaliwa au kubatizwa kwa moto pamoja na Roho Mtakatifu. Kwa namna gani? Moto, neno, lakini pia Roho Mtakatifu. Neno na Roho Mtakatifu wanaungana pamoja, wanaingia ndani ya mtu, and then wanamsafisha na kumchukua, tunaenda pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Tumeelewa kidogo. Unaweza ukamwazimisha Mungu hapo ulipo. Ukamshukuru Mungu kwa neema ambayo aliyoiachilia. And that's why ukombozi wa mwanadamu, Baba alihusika, neno akahusika, na Roho Mtakatifu akahusika. Tufunge kabisa na vitabu ili twende kidogo kwenye kuomba, maana nikianza tena kuendelea kufungua maandiko kwanza muda wenyewe umeshaenda. Mbona mjanipata muda? Bwana asifiwe. Muda wenyewe umeshaenda. Ningenikumbusha ingekuwa vizuri, maana nilikuwa siangalia hata sasa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ila mmenisamehe, si ndivyo? Haleluya. Hebu simama. Natamani umwambie Mungu hapo. Mwambie Roho Mtakatifu hapo. Najua una vitu vingi na
everybody has his or her own limitation. Kuna mtu mmoja hapa limitation yake akiwaona mabinti ni changamoto. Kuna mtu mwingine hapa masturbation ni changamoto. Kuna mtu mwingine hapa pornography ni changamoto. Kuna mtu mwingine hapa anatamani kuishi maisha ya matakatifu yanayompendeza Mungu. You will never until Holy Spirit yuko kazini. Lakini pia kuna kazi iko mbele ya kwenda kuwahubiria wale ambao wako mwituni kabisa, mautini kabisa, gizani, ambao wanatakiwa waisikie Injili. Mavuno ni mengi, watendakazi ni wachache. Na ili uwe mtendakazi, sharti Roho Mtakatifu lazima akufunike, akuatamie. Wewe ni mwimbaji hapa, tunatakiwa unapoimba au tunapoimba, maana mwenyewe pia ni mwimbaji, kwa najisema pia, tunatakiwa tunapoimba, kama kuna mtu ana pepo kule lichomoke, kwa nini liendelee kuwepo wakati wewe unaimba? Wengine waliimba milango ya gereza ikafunguka, alafu wewe unaimba. Haiwezekani. Unajua una vitu fulani ambavyo havieleweki. Unatamani kumtumikia Mungu, ni kweli, lakini sasa kuna makando kando mengine nje, and sometimes kuiacha ni ngumu. There is Holy Spirit. Hallelujah. There is Holy Spirit. Anasema na uvuli wa Mwenyezi utakufunika, na kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, kitakuwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Karabashaka balada. Natamani Holy Spirit ashuke hapa kwa mmoja hapa. Yupo mtu mmoja ambaye Mungu amemwandaa, ambaye hii semina ilikuwa ni ya kwake. Sijajua kama ni wewe, lakini yupo mtu hapa, na sijajua kama sio wewe basi ni mimi. Yuko mtu hapa ambaye hii semina ni ya kwake, ambayo amekuwa akimwambia Mungu ya kwamba Mungu, niondolee haya makando kando. Mungu, nitengeneze, ni shape kwa kama wewe unavyotaka. Kwa kama wewe unavyotaka. Nimechoka kutembea kwa namna hii, kwa design hii. Haiwezekani sometimes tunahubiri, lakini still bado kuna mambo ambayo hayafanyiki. Mitume waliweza kuponya, viwete walitembea, vipofu wakaona, viziwi wakasikia, ambao walikuwa ni mabubu hawezi kunena wakazungumza, wafu wakafufuliwa, magonjwa yakapona, kila udhaifu kapona. Sometimes sisi watumishi wa Bwana wa leo, Gen Z kwa Mungu, tunahubiri and still bado there is no impact. Haiwezekani. Shakatora mando bragada regoda bagosi gabarandia bragada rikosando bragadosi akabada. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Before, wakati umefunika macho, nasikia Roho Mtakatifu ananiambia ndani yangu ya kwamba yupo mtu kabla sijashuka, yupo mtu hapa ambaye nilikuwa pia nimemwandalia hii ili aweze kunipokea mimi, ili aweze kuokoka wakati ukiwa amefunika macho, ili aweze pia kunipokea akiwa aweze kuokoka pia, aweze kuondokana na mazingira. Kama yupo huyo mtu ambaye anasema mimi niko tayari kumkiri Yesu, kumkiri, maana anasema kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa mtu ukiri hata kupata wokovu. Kama ni wewe ambaye unasikia ndani yako ya kwamba ni kweli, ni mimi, Roho Mtakatifu ananiambia kwamba ni mimi kabisa, ni mimi, huyu ni mimi, natakiwa niokoke. Unaweza kunyosha mkono wako juu. Jesus. Unaweza kunyosha mkono wako juu. Jesus. Wakati huo ukiwa umenyosha, chukua nafasi, chukua hatua moja ya kufika tu hapa mbele. Wakati ukiwa umenyosha, chukua hatua moja hapa ya kufika hapa mbele. Kuna mikono niliona. Usimwogope mtu yeyote. Usiogope kwamba watakuona itakuwaje, kwamba mimi ni kiongozi lakini no, usiogope.
Mungu yuko na wewe. Mungu yuko na wewe. Kama ni wewe sogea, kama ni wewe sogea. Jesus. Kwa mara nyingine, sababu huu mlango kabla hujafungwa huu mlango, sawa na wewe Bwana, wewe utakatifu, Muumba wa misho ya dunia. Kama ni wewe sogea hapa mbele. Huu mlango nipo ninafunga. Kabla ya kufunga, huu paka ukiondoka umeondoka. Jesus. Bwana, wewe mtakatifu, Muumba wa misho, nikufananishe Bwana, nikufana na nami, Nyosha mikono yako juu, nyosha mikono yako juu. Bwana, wewe mtakatifu. Hey Yesu, hey Yesu, Yesu, Yesu. Andaraba shaka tola mando bragada. Mimi nikufananishe Bwana, nikufananishe na nani upate kuwa sawa naye. Bwana, shateke paladosa, rekatarama korabata bragada, rekatorobo sakata, lebabako zanda rapakoraba, rikatorabando bragada, risakatoraba, rapakorobo saka. Pray. Sogea mbele za Bwana. Makoraba saka, rina raba shaka, rikatorobo saka, randa raba saka, mekorobo sanda, risakatorobo saya, melo sakataya. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hebu mwazimisha Bwana kwa maneno ya kinywa chako. Mwambie Roho Mtakatifu ninakutaka. 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 Rapa sakata, repa korobo saka, rinda rakata, masakataya. Kama unaweza kunena kwa lugha, nena kwa lugha, nena kwa lugha, nena kwa lugha. Rika korobo saka, rapa sanda rapa. Oh, I see the mighty hand of God is moving. Rakobalo sanda rapa. Oh, kuna nguvu za Bwana hapa. 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 Rapa katarapa, reka katoraba, ropo sanda rapa, mekatarama koya, resa kataya. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Spirit, Holy Spirit. Rapa korobo saka, rakanda rama saka, renda rama korobo saya, lesa katarama, mekorobo saka, rakatorobo saka, rikataramanda rapa, resaka torobo, robo sakanda, ekagabalade, lebago sanda rapa, rikatorobo saya, makorobo saka, renda rakatoya, robo sanda rapa, lesakataya, melo sakata. Pray. Regadosa, lebagosa, robo saka,
makotaraba rikatorobosaya rinda rabasaka. Usikae kimya, usikae kimya. Omba, 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 omba. That is the power of God. Holy Spirit, Holy Spirit, that is here. Holy Spirit is here. Yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa. He's moving now. He's moving now. He's moving now. He's moving now. Rakataraba, melakosada rapa, rikataraba, rapasaka. Kuna vitu anavihuisha, kuna vitu anavitengeneza, kuna vitu anavihuisha, kuna vitu anavitengeneza, kuna tabia anazihuisha, kuna tabia anazitengeneza. Rapa koraba masaka taya leba koraba rapa saka resakata makoramanda masaka taya resaka taya robo shakata makorobo robo sakataya. I see wings, I see wings. Ninaona mabawa, ninaona mabawa. Kuna mtu anachukuliwa kwenda kwenye level nyingine. Rakatarama mesanda rapa rikatoraba rama sakata leba gosaya rakatoya robo sanda rapa mekatosaya resatakaba rapa korobo robo sakataya. There is somebody ora masaya alikuwa na vita ya kifamilia, alikuwa na vita ya kifamilia. I see the horn of unicorn. Ninaona pembe imenuliwa juu yako ili kuvuruga, ili kuangusha. Rapa saka randa rapa lesaka taya robo sanda rakatoya robo saka mesaka taya leba goradosaya rama sanda lesata kapa rikatorobo saya manto bragadosa linda rama saka mesata kapa randa rakate mesandara leba gosaya robo sanda rapa lesakata rama kosa gaba. Usiache, usiache, usiache. Kuna mtu mmoja hapa bado, kuna mtu mmoja hapa bado. Rapa saka leba gosania. Kuna mtu mmoja hapa alikuwa na vita fulani ambayo hiyo imekuwa ikimzuia mara kwa mara, imekuwa ikimzuia mara kwa mara. Rakataramanda. Holy Spirit ananiambia kila wakati anapokaribia mitihani, ora masanda rapa, magonjwa huwa yanaibuka. Rasakataya. Usiache, usiache, usiache. There is power of God moving on you. Rapasaka randa rabasaka. Kuna vitu vinangolewa, kuna vitu vinangolewa, kuna vitu vinangolewa, kuna vitu vinahuishwa ndani ya kwako, kuna vitu vya kiungo vinahuishwa ndani yako. Rapasaka lekatarama mando robosaka rabasanda melakosaya robosaka karamasaka lesakata ramasaka repakoya robosanda manda rapa lesakata karamasata lesakataya robosaka 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 makataya lebagosa robosanda manda rapa lesakataya. There is giant who is rising here. Kuna mtu mmoja hapa Mungu anamwinua, Mungu anamwinua, Mungu anamwinua. Raba shata kapa kwenye huduma. Kuna giant mmoja hapa Mungu anamwinua, Mungu anamwinua. Saa nyingine waraba shata wanaweza kukuona ya kwamba ulikuwa hauna huduma kabisa, haujawahi kusimama, lakini ndani yako wewe umekuwa ukisikia Mungu akikwambia ya kwamba nimekuita kwa ajili ya jina langu, kwa ajili ya kanisa langu. Hata kama hujawahi kusimama madhabahuni, hujawahi kusimama mahali popote, rabasaka, Yesu anakuambia leo, rabasaka, Mungu anakuambia leo ya kwamba wewe ni wangu. Rabasaka taya, inuka, 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 rabasaka, rapakorobo, lenta rabasaka, rinda rabasaka, lesanda rapa, riba kusaya. There is a good destiny ndani yako. Rapakoramanda makorabasaka rekatarama mekorama rabasaka libakosa ramasanda makorobo robosanda ramakota labababa lebakosa rinda rapa legakosa rimakoya robosanda rapakora
robo saka, rama saka, le saka, randa raba, rabako, robose, le baba, rama saka. Holy Ghost, Holy Spirit, Jesus, Jesus, karamashando brakadaya, meshato brakada. Father, from this day, mando robo shakataya, leko shakataya, ha, shano kopalanto brada, rikatozando brada, ukamufu na manao, mando robo shatakapa. Asante kwa mafuta ambayo umempaka mwanao. Asante kwa mafuta ambayo umempaka mwanao. Asante kwa mafuta ambayo umempaka mwanao. Mando robo shakata, leba gora mando bragada, repa korobo shanda brada, le shata kapalado, rinda raba shakata, le zuga dabalande brada, rapa korobo shata. God is moving now. Oh, God is moving now. He's moving mountains. Baba, tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Asante kwa ajili ya mtumishi wako, kwa ajili ya siku 3 ambazo Bwana umempa kutuhudumia. Neema hii Bwana ikawafikie na wengine, upako huu Bwana ukawafikie na wengine. Kwa hiyo Mungu, tunamwombea afya, tunamwombea nguvu, lakini sisi sote tuliopokea neno hili kwa siku zote 3, Roho Mtakatifu, tunakushukuru Yesu. Asante kwa maana utakuwa pamoja na sisi. Amen. Unaposhika sadaka yako ya kumaliza, unaposhika sadaka yako, hii ni sadaka ya kumaliza mwezi wa kwanza. Amen. Yesu asifiwe. Haitatokea mwezi wa kwanza mwingine wa mwaka 2026. Haitawahi, hautakaa utokee. Kwa hiyo unaposhika sadaka yako, mimi nataka tuombe, wewe na mimi tuombe kwa pamoja. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Tutoke sasa kwenye maombi tuje huko. Tusimame watumishi wa Bwana. Tunaombea sadaka. Poleni kwa kuvuta muda, lakini hebu tuombe kidogo kwa ajili ya sadaka. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu mtakatifu, tunakuja mbele zako Bwana, tukitambua kuwa ni neema yako Bwana imetuweka hapa. 2026 Mungu Bwana imekuwa ya baraka. Mwezi wa kwanza Yesu umekuwa ni wa kufurahi. Hata kama tulipitia magumu, lakini bado Bwana tuliuona msaada na mkono wako kwenye hayo. Na tunaendelea kukiri kuwa Mungu, sisi ni wale tunaosaidiwa na mbingu za kwako. Mbingu zako zikinyamaza, sisi hatuwezi kuishi, maana haya Bwana ni nguvu zetu. Mungu, kwetu sisi wewe ni kimbilio na nguvu, mkimbilio na nguvu kabisa. Kwa hiyo hatuogopi na hatutaogopa. Na Mungu, ukapokee sadaka hizi na matoleo tukutoleayo sasa, vikawe dhabihu iliyo hai, takatifu, yenye kupendeza mbele za macho yako, ili Bwana inapoenda kufanya kazi yako ikaitende katika utumishi ule uliotukuka, na utukufu wako udhihirike machoni pa mataifa, kwa watu wote. Amen. Yesu asifiwe. Nitaomba tena kwa ajili ya muda, tutavunja tena utaratibu. Amen. Nikuombe sasa ukae. Tutavunja utaratibu. Nafikiri kaka katibu tusaidie ile zoezi, ama mwazini. Hapana, mwazini mpya. Shalom. Mwazini mpya nimuone kaka Besta. Najua hujaapishwa, lakini naomba tukupe kikombe hiki utusaidie. Amen. Kaka mwazini, uanze experience. Amen. Karibu. Na wakati huo matangazo yatakuwa yanaendelea. Tangazo la kwanza, tarehe 3 ya mwezi wa pili mwaka 2026, nikimaanisha Jumanne, tutakuwa na mtihani wa Esther kwenye kitabu cha Esther.
na mtihani huo utakufanyika kwenye ngazi ya tawi. Amen. Yesu asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo Jumanne muda tutawatangazia vizuri, lakini tunaamini utakuwa ni muda ule ule wa ibada. Kwa hiyo tutakuwa na huo mtihani wa tawi. Lengo ni kupata wawakilishi ambao watakwenda kutuwakilisha kwenye mtihani wa mkoa. This time round Edward Dennis atafanya mtihani. Amen. Ila atakuwa ni mmoja wapo ambao tutakuwa tunashuhudia. Tunatamani mtumie vipawa vyenu. Amen. Yesu asifiwe. Si mna vipawa vya kukariri Biblia, mna vipawa vya kushuhudia neno, ukakariri milango 10, na tunaamini Esther mlisoma. Tutatuma tena leo mwongozo, ukapitia ule mwongozo. Maswali mengi yatatoka kwenye mwongozo, kwa sababu hata pia mitihani iliyoko Chepo na taifa inatoka kwenye huo mwongozo. Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtu yoyote isipokuwa mwinjilisti aliyepita na aliyepo, hata machea mtaruhusiwa kushiriki. Amen. Yesu asifiwe. Chea amekataa, kwa hiyo machea hamtaruhusiwa. Kwa hiyo ni wainjilisti na machea hawataruhusiwa. Watu wengine wote mnaruhusiwa kushiriki huo mtihani. Yesu asifiwe. Tangazo la kwanza. Tangazo la pili, kama hujapata SP na upo hapa, tafadhali fanya hivyo. Siku zimekaribia. Mwezi ujao ndio mwezi wa kumjua SP wako. Kwa hiyo kama ulikuwa umuombei, ongeza maombi, anakuja na utamtambua hivi very soon. Yesu asifiwe. Jambo la mwisho ni kitu ambacho nilikipata jana. Ninaomba chea wakati anasogea mbele au anayetoa matangazo akiwa anasogea mbele, nizungumze hili. Nilipata kidogo na mimi kujifunza hapo kwenye somo la ubatizo. Kwa sababu ubatizo ni kuzaliwa mara ya pili. Mimi nikaipata ikiwa namna hii. Amen. Unajua uumbaji ulifanyika mara mbili mwanzoni, si ndio? Aliumba katika roho, akaja akaumba katika mwili, si ndio? Wasomaji wa Biblia, si mnaelewa? Mwanzo 1:26, na tumfanye mtu kwa mfano na sura yetu, kwa mfano wa Mungu, mwanamke na mwanaume wafanye nini? Waliumbwa, si ndio? Waliumbwa Mwanzo 1:26. Alafu Mwanzo 2:8, Mungu akawapulizia pumzi ya uhai, si ndio? Alafu wakati hii ya mara ya pili sasa, Mungu alireverse, sawa? Alireverse. Alianza na ubatizo wa Yohana, alafu akaja akamaliza na ubatizo wa moto. Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu lazima atimize ubatizo wote, sawa? Yaani kuzaliwa kote alikufanya. Pale alifanya kiroho kwanza, akaja akafanya kimwili, alafu huko akaanza kimwili, akaja akamalizia kiroho. Yesu asifiwe. Mungu wa mbinguni awabariki. Waliomfurahia mtumishi wa Mungu amshangilie Yesu. Hapana, mtumishi wa Mungu anaweza USSF ardhi hatuko hivyo. Mtumishi wa Mungu anaweza akaenda kule akahisi hawakupokea neno. Kwa hiyo kama unamshangilia Mungu kwa ajili yake, mshangilie tena tusikie. Majeshi ya saa 3:30 yamechoka. Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Kipekee nichukue nafasi hii kumshukuru mtumishi kwa neno alilotupa, na tuzidi kuzingatia kwa yale aliyofundisha. Ukikaa vizuri kwa muda wako, kasome Methali 3:1-6 na fuata alichofundisha, na Mungu atakuonekania. Jambo la kwanza ni siku ya tarehe 1 mwezi wa pili tutakuwa na kuwasimika viongozi wapya, ibada ya kwanza pale kanisani. Jambo la pili ni ibada ya Jumapili, kuwahi kwenye ibada. Wakati huu tutawaacha. Ni kuombe. 12:30 gari litakuwa pale kwenye hosteli za Makongo. Litaondoka. 12:45 litakuwa linaondoka hosteli za hapa. Ni kuombe. Uwahi. Jambo la tatu ni kuhusu siku ya tarehe 7 mwezi wa kwanza. Tutakuwa na kikao cha kwanza cha umisheni. Watu wote ambao wapo kwenye kamati ya misheni mnaombwa kushiriki kwenye hicho kikao. Kitaanza saa 4 asubuhi. Jambo la 4 ni tarehe 8 mwezi wa kwanza. Itakuwa siku ya Jumapili. Itakuwa ni siku ya makabidhiano. Viongozi ambao tunaondoka na wale ambao watakuwa shaingia kazini. Lakini jambo la 5 ni maombi juu ya umisheni. Please, naomba tusiache kuomba. Prayer points zinatumwa kila siku
iendayo kwa Mungu. Nikuombe, chukua muda, omba. Chukua muda, omba juu ya hizo prayer point. Jambo linalofuata ni juu ya sadaka za umisheni. Waliochukua fomu za umisheni na wale wenye charity material na mtu yoyote unayewisha kuchangia juu ya misheni, nikuombe anza kuashi kile kidogo kidogo kifikishe kwa wazini. Please. Charity material ni kwamba utaona wainjilisti wanaopita na wale ambao wanaingia au kiongozi yoyote. Fikisha hiyo charity material. Hatuna muda tena. Muda umeisha, tunaingia mwezi wa pili. Mwezi wa pili una mambo mengi. Assignment nyingi, test nyingi, alafu tunaingia UE. Kwa hiyo hatuna muda ndo huu. Ni kuhusu bidhaa za misheni t-shirt. Jana alikuwa hapo nje na leo atakuwepo. Bidhaa bado anazo, kama uliweka order ya t-shirt, order ya nini utamuona pale nje. Lakini nimalizie kwa kusema swala la ada. Kesho ndo mwisho. Ada ID. Hakikisha umemaliza kesho kabla ya saa 6 usiku. Fuatilia swala la ada, fuatilia swala la direct cost, fuatilia swala la ID. Hakikisha kabla siku ya kesho kuisha umekamilisha hilo jambo. Nikuombe. Tunaenda kwenye wakati ambao ni mkiki na hatuna muda wa kupoteza. Na Mungu atawabariki mkifanya hivyo. Lakini nakusisitiza sana, mtumishi amefundisha mambo mazuri na ya kupendeza sana. Na tumetangaza mtihani siku ya Jumanne kuhusu kitabu cha Esther. Kwa hiyo please, na mimi nimekwambia ukienda kulala usiku huu kabla hujalala kasome Methali 3:1-6. Relate ninachokifundisha mtumishi. Utakuja kuelewa kwa nini amefundisha hilo jambo na Mungu atakuonekania. Naomba tusimame. Yesu asifiwe. Wakati tunaanza maombi, nafikiri hatujakosa muda kuomba, tumeomba. Lakini niombe sana. Watumishi wa Mungu, sasa ngoja tuzungumze kwa upole kama viongozi. Amen. Msife na shida. Amen. Mungu anatupa mioyo mizito sana nyie mkiwa na shida. Sawa? Yaani sisi mioyo yetu inakuwa mizito na tunajua kabisa kuna kitu hakiko sawa kwa wana fellowship. Tafadhali, kama una tatizo tuone viongozi. Amen. Amen. Muone kiongozi ambaye unahisi kabisa huyu anaweza kutatua shida. Tafadhali usife na hiyo shida. Amen. Sisi hatufurahi wewe kudisco eti kisa kuna mambo fulani ambayo ilikuwa naweza kutatulika. Amen. Yaani kweli, yaani wanaukoo wanasema huyu afanye mtihani wa UE ndio kikufanya udisco kweli? Na kuna watumishi wa Mungu wanaweza kuomba hapa. Tunaweza kuungana. Yesu asifiwe. Magonjwa kweli ya kurithi ya kufanya ushindwe kufanya mtihani kweli? Yesu asifiwe. Mungu akubariki sana. Tunaomba kwa upole kabisa. Tufate viongozi, tunaweza kukusaidia. Amen. Yesu asifiwe. Mungu ametupa sisi sote viongozi waliopita na waliopo. Amini wanaomaliza muda wao na waliopo. Mungu ametupa neema ya kukusaidia. Amen. Sio mimi, nisije nikaonekana mimi peke yangu, hapana, sisi sote. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Usife na shida tafadhali. Mungu wa mbinguni awabariki sana na Yesu anawapenda. Hilo tu. Haleluya. Tushiriki neema Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae na sote sasa na hata milele. Amen.